الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجى، صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى: قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, alhamdulillah, tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah, kila mmoja kwa alivyobahatikiwa kutekeleza majukumu aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ikiwa jukumu la kwanza la msingi ni jukumu la kufunga. Bali na kufunga, kulikuwa na majukumu mengine ya pambizoni, ikiwa muhimu zaidi ni qiraatu kitabillah, ukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawa kukisoma katika ahzab kwa ajili ya kupata thawabu, au kukisoma katika madarasa kwa kuhudhuria darsa za tafsiri na kupata mafundisho ya kitabu chetu. Vile vile sala za sunna mbalimbali, vile vile dua na nyiradi na adhkar na mashahada, vile vile ikithibitisha dini yetu ya Kiislamu kwamba ni dini inaofungamana na mbingu bila ya kusahau ardhi. Wakati twafunga, wakati twasali, wakati twasoma Qur'ani, huku twatoa sadaka, huku twatoa zaka, huku twasaidiana, ili kuonesha athari ya ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ni ile itakayokudhihiri kwa mwenzako katika kumsaidia, katika kutangamana katika zikao mbalimbali. Unwani ya khutba yangu fupi ya leo nimeiita Eidul Fitri, Eidut Takharruji min madrasati shahri Ramadhan. Idi ya mfungo kwanza ni idi ya sherehe za kuhitimu katika chuo cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa lugha nyingine, leo tuko katika graduation, kama vile tunavyofanya hafla katika madarisi zetu baada ya kumaliza mwaka na kukamilisha kile tulichopangiwa kukisoma, tukafanyiwa mtihani, na katika mtihani mwisho huwa kuna waliofaulu, kuna na waliofeli, na huwa kuna zawadi kwa wale waliofaulu, na huwa kuna shahada kwa wale waliohitimu.
Na sisi leo baada ya kumaliza masomo ya madrasa hii ambayo ilikuwa ni kozi ya mwezi mzima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka kabla ya kuingia katika maisha yetu tuje mbele yake katika sherehe hii na furaha hii ili kutangaza matokeo ya masomo haya na mitihani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupa. Na kawaida katika sherehe za kuhitimu ama hafla za mitihani huwa kuna mambo manne ya kimsingi. Kwanza ni kuwataja wale waliofaulu ni kina nani. Pili ni kutoa zawadi kwa wale waliofaulu ama kubaini zawadi zao ni gani. Tatu ni neno la shukurani kwa wale waliomaliza masomo, na nne ni mapendekezo ama nyasia za baada ya pale ni nini kitakachokuendelea. Haya ndio mambo manne yanayofanyika katika graduation, na ukiangalia mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ahli beiti zake yametutajia mambo yote haya manne. Ukiuliza leo ni nani aliyefaulu, taban tofauti ya hafla hii na hafla zile nyingine, wasimamizi wa skuli, wasimamizi wa madrasa watataja majina, lakini leo kila mmoja atajitaja mwenyewe. Ni zipimo umepewa zielezwe, zikiweza kutumika zipimo zile, ukajiangalia nafsi yako umetekeleza kiasi gani, wewe mwenyewe waweza kujipa namba na percentage ya kufaulu kwako. Ni nani waliofaulu? Tumsikilize Imam Ali alayhi salam atuambiaje kuhusu hili. Asema katika hadithi yake aliyopokewa, innama huwa idun liman qabila Allahu siyama wa shakara qiyama wa kullu yawmin la yu'sa Allahu fihi fahuwa idi. Hii ni idi ya nani? Ni nani aliyefaulu anayestahiki kusherehekea idi hii? Asema ni idi kwa yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu ameikubali saumu yake na akashukuru kisimamo chake, yani swala zake. Kisha atuambia, na si leo tu, ukiweza kukitumia kipimo hiki kila siku waweza kuifanya idi na ukajifanyia sherehe. Ndio amaliza maneno yake tena, wa kullu yaumi, kila siku, la yu'sa Allahu fihi, ambaye hatafanyiwa maasia Mwenyezi Mungu ndani yake, fahuwa idi, hiyo ni siku yastahili kuisherehekea. Kwa hivyo mafanikio ya idi hii ni masomo, kama tulivyoambiwa jana katika juma na Sheikh Ali. Masomo yaliyoko ndani ya Ramadhani ni mingi, lakini somo la kimsingi ni nini? As-sawm. Innama huwa idun liman qabila Allahu siyam. Utajuaje kama umekubaliwa somo yako? Sababu sote tumefunga alhamdulillah, na sote tumemaliza Ramadhani, na kila mmoja ajiona yeye ndo alofunga zaidi. La, kipimo chake ni matokeo ya somo yako baada ya Ramadhani. Yani kuanzia leo ukitoka hapa msikitini, jiangalie mabadiliko gani yamepatikana katika maisha yako. Ukiweza kuona kwamba kuna mabadiliko kama ulivyoingia kwenye Ramadhani kabla ulikuwaje, na ulipotoka Ramadhani ukoje, na ulinganishe hali ya ulivyo na ulivyokuwa kabla ya Ramadhani, waweza ukapata kipimo muhimu cha kujiona wewe umefaulu kiasi gani. Na inshallah tutakuja kueleza kwa urefu. Zawadi ni nini? Hata katika khutba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuwazungumza na sisi kuhusu siku ya leo, alituambia
idha kana awwalu yawmin min Shawwal, ikiingia siku ya kwanza ya mwezi wa mfungo kwanza, ndio leo, nada munadi, yani malaika kulingania, mwenye kulingania kwa sauti kubwa, ayyuhal mu'minun, enyi waumini, ughdu ila jawaizikum, raukani. Ughdu huambiwa mtu anayerauka mapema, ana hamu ya kitu. Reukani, haraka. Mwende wapi? Mwende mkapokee zawadi zenu. Katika hutuba nyingine amepokewa pia Imam Ali alayhi salam asema, wakati waumini siku ya Idi ya mfungo kwanza wakiingia msikitini, milangoni huwa kumeenea malaika, hamwaone, na wale malaika huwa wakiwapa mikono ya hongera na kuwaambia hanian lakum, hongera, hongera ndenu nyinyi kwa mafanikio mliofaulu. Zawadi ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataa kuzieleza zawadi hizi, lakini kukataa kwake inamaanisha ni zawadi kubwa sana, hazielezeki. Hadithi maarufu mnaosoma nyinyi, mnasema as-sawmu li, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, saumu ndangu mimi. Taban, sala pia ni ya Mungu, haji ni ya nani? Ni ya Mungu. Kwani tukiswali kwa mswali ya nani sisi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukifunga, tukenda haji, tukitoa sadaka, Mwenyezi Mungu asema hizo nyingine mmewakilisha malaika wafanye kazi. Ni kama yule mkubwa wa chuo, una zawadi gani, zawadi fulani special, waweza kupewa wageni mashuhuri walioko, ule atoe zawadi sijui cha chumba fulani, ule atoe zawadi, lakini kuna zawadi maalumu ikifika, unaenda hiyo nitaitoa mwenyewe. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika graduation ya leo asema zawadi ya leo ataitoa mwenyewe, hata ikikupeana mtu, haipitii malaika, haipitii yoyote. As-sawmu li, awatangazia malaika wake, ambia saumu ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi peke yangu ndo najua nitalipa nini. Kwa hivyo hii ikimaanisha zawadi tunazopata kutoka mwezi wa Ramadhani ni zawadi zikubwa sana ambazo hazielezeki, hazifahamiki. Jukumu letu ni nini? Ni kushukuru. Ndio utakuta katika graduation pengine wanafunzi mmoja atapewa nafasi ya kutoa nini, neno la kushukuru kwa niaba ya nani? Ya wanafunzi, kushukuru masomo waliosomeshwa, kushukuru huduma walizopewa. Lakini leo sisi hakuna masala ya kuwakilishana, kila mtu atakikana atoe shukrani. Muislamu akishukuru kufanya nini? Sababu mwanzo jiulize, nataka kumshukuru nani? Mwenye sherehe hii, mwenye graduation hii ni nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna shukrani bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ile walioinena malaika, at-tasbihu wat-taqdis. Walipomwambia kwa nini umeumba mwanadamu, wa nahnu nusabbihu wa nuqaddis, basi kwa ndio Mwenyezi Mungu atoka. Na ndio ukaona shiari kubwa ya siku hii ya leo ni takbiri tunazozisoma, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Nasi hapa msikitini, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa ikiingia siku ya Idi, akishakuvaa nguo zake, ashajitayarisha, akitoa guu nyumbani, alikianda kupiga takbiri, hata kama uko peke yako, tena kwa sauti, akitembea guu baada ya guu ndo msikitini huko akinena Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan. Mayona hiyo, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kwa hivyo isitoke kwenye midomo yenu ikaishia hapa msikitini. Hii ni siku ambayo saa zote mnataka mumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mumwambie alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu shukru ala ma aulana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza akatujalia sisi ni katika walobahatika kuingia katika chuo chake, tukasoma mwezi wa Ramadhani, tukahitimu, na leo tukastahiki kuja kwenye hafla kama hii kupokea zawadi zetu. Alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu shukru ala ma aulana. Mapendekezo na nyasia zinazotakikana siku ya leo. Kawaida wale walio graduate wakisha kupewa shahada zao, huwa kuna neno la nasaha waambiwa. Nini baada yake? Ushamaliza kusoma, ushapata shahada yako, kinachotakikana nini? Tutajaribu kupita haraka, sitaki kuwachelewesha. Nukta zifuatazo. Kwanza, elimu. Nipige mifano ya elimu. Elimu ina shida kuipata, si rahisi, lakini shida zaidi ni kukilinda ulichokipata. Narudia, si kazi rahisi kuipata elimu. Kwa umeketi mathalan university miaka 4 ama skuli madrasa miaka 5, 6, 7, si rahisi, lakini hilo ni rahisi likilinganishwa na lingine. Baada ushamaliza, kubaki na kile ulichokipata katika miaka 5, kubaki nacho. Leo watu wengi katika sisi tulosoma, lau mtu baada ya kumaliza miaka 4, 5 akaamkuliwa akapewa tena mtihani bila ya kutayarishwa kwenda kutwalibu kwamba kesho utakufanyia mtihani, basi ajaribu kukumbuka kile kilichobaki. Yeye mwenyewe ataweza kujitathmini amedrop kiasi gani, hususa ikiwa hako tena kwenye zile nyanja za aliyokisomea. Afadhali pengine umemaliza kusoma, bado ni nini, ni mwalimu wasomesha, huwa ni rahisi kukumbuka. Lakini ikiwa uliingia kwenye maisha yako ya kawaida, wafanya biashara, wafanya kazi zako, leo ukiambiwa ukumbuke yale uliosomeshwa kwenye mathematics, yale uliosomeshwa kwenye biology, yale uliosomeshwa kwenye chemistry, sidhani kama waweza kufikisha 20%. Kwa hivyo nasia ni muendelee kusoma, na ndio wakwambia shahada sio mwisho wa nini, wa kusoma. Na leo katika nasaha muhimu ambayo tunataka tuambiane, kile tulichotoka nacho katika mwezi wa Ramadhani kupitia saumu, kupitia sala, kupitia mambo mingi ambayo tumeyafanya, sio shida. Tulipata ngumu mwezi wa Ramadhani, saumu ilitusumbua, lakini ngumu zaidi ni kukihifadhi tulichotoka nacho ili tudumu nacho katika maisha yetu. Hilo ni muhimu sana. Kama wengi walikuwa hawalali usiku, na pengine swala ya alfajiri iliswaliwa sana mwezi wa kwa wakati. Pengine kila mtu akiangalia katika miezi 12, katika mwezi ambao swala ya alfajiri ameiswali kwa wakati, hakuna kama mwezi wa Ramadhani. Hiyo ni achievement. Je, itaendelea kusaliwa kwa wakati? Ramadhani ilikuwa ni rahisi kwa sababu ilikuwa hatulali, pengine ukesha, pengine kuna mambo mingi ya kukufanya ubaki, hayako mara nyingine kwenye maamuzi yako. Je, leo itakapokuwa tumeze kuingia kwenye anasa zetu, sala ya alfajiri itabaki kwenye wakati wake? Kwa mfano, wengi katika sisi tumezoea, tutaamka kula daku kila mmoja kwa taimu yake, saa 7, saa 8, na mara nyingi wengi, hata kama si sote, wakiamka kula daku, basi baada ya kula daku kuna kitu cha zaidi watakifanya, hata kama ni kusoma qara al-Qur'an.
hata kama mkuswali Shafii na nini na wewe. Je, kiamko hiki kitakuweko tena patakapokuwa hakuna tena daku? Kwa mfano, wengi katika sisi tumejizoezesha kusoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, kila mmoja kwa uwezo wake. Kitabu hiki kimekuwa kwenye mikono yetu na karibu na sisi. Je, baada ya Ramadhani kitaendelea kitabu hiki kuwa karibu na sisi, hata kama ni aya 10 kwa siku, hata kama ni gombo moja kwa siku? Kwa mfano, wengi wetu tumezoea katika Ramadhani kuhudhuria misikitini. Misikiti ilikuwa mitupu. Tukienda misikitini ima kwa kuswali au kwa madarasa au kwa hizbu au kwa sababu nyingine yoyote, lakini misikiti ilikuwa active. Je, misikiti yetu itabaki kuwa active baada ya mwezi wa Ramadhani? Kwa mfano, wengi katika sisi tulikuwa tuna time kwa familia zetu, angalau magharibi tukiketi pamoja, kama ni jambini, kama ni mezani, ukiketiwa family na vijana, tukila pamoja, kile kilioko alitukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ilikuwa ikileta furaha katika familia, ikileta tangamano, ikileta hisia kwa vijana kwamba wako karibu na nani? Na wazazi wao. Je, meza hii itaendelea kudumu? Na ukisoma aya ya Nabii Allah Isa niloanza nayo, imefungamanishwa sana Idi na kuketi pamoja kula. Anzila alaina maidatan, maida ni meza ya chakula, maidatan minas samai takunu lana idan liawalina, ili iwe idi kutimu ni furaha ingie nyumbani. Je, tutaendelea na furaha hii katika nyumba? Kwa mfano, katika mwezi wa Ramadhani mawasiliano ya kijamii, ya kifamilia, ya kijirani, ya kiurafiki yalikuwa makubwa sana, kupitia kufungua madini pamoja, magrupu mbalimbali, kupitia majirani kupekeana zibakuli, kupitia kukutana. Utaona hakuna kipindi katika maisha yetu marafiki huwa wako karibu zaidi, familia huwa wako karibu zaidi kama kipindi cha Ramadhani. Je, tukiingia katika mbio za maisha, angalau siku moja kwa wiki tutakuwa na nafasi ya kuja pamoja, kufurahi pamoja, undugu wetu uzidi kuendelea? Kwa mfano, katika mwezi wa Ramadhani wengi katika sisi tuliweza kuboresha hisia ya kusaidia, hata kama ni kupeka tupa ya kahawa kwenye grupu, hata kama ni kupeka tende msikitini. Ile ni hisia. Tusiangalie kinachotolewa, tuangalie hisia iliyoko nyuma. Kila mmoja ana hamu ya kufanya nini? Ya kutoa. Tumeendelea leo, sisi tulikuwa na magrupu ya kuchanga, sijui maskini, sijui mayatima, anayetoa shilingi 100, anayetoa shilingi 50, lakini hisia ya kutaka kufanya nini? Kusaidia. Je, hisia hii itaendelea? Hapa ndipo nataka nifatimishe nukta zangu 4, kwamba waliofaulu ni wale walioweza kutekeleza somo yao. Zawadi watapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu na atazitoa mwenyewe, na haziwezi kuandika zawadi hizo. Jukumu letu tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dhihirisho bora la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kumtakasa na kumkadis, na moja ni kuleta hizi takbiri mara kwa mara, na nyasia muhimu ambazo nataka tusizipoteze ni hizi ambazo nimezieleza, siwezi kuzirudia, itakuwa ni hotuba tena nyingine. Kwa ufupi ni kubaki na kile tulichokipata na tusikipoteze. Ndugu zangu Waislamu, kuanzia 2024 tutasherehekea Idi, yatuijia Ramadhani, lakini ulimwengu wa Kiislamu uko kwenye mapambano, na mapambano yazunguka, hayatulii, lakini watu ni wale wale, ajenda ni zile zile. Kama makumbuka, tulikuwa hapa miaka 2 iliyopita tukizungumzia Gaza baada ya 7 Oktoba. Tulikuwa hapa tukiwaona ndugu zetu walivyodhalilishwa. Tulikuwa hapa tukiwaona watu hukimbia nyumba baada ya nyumba na mui baada ya mui na mabomu ya waendeni. Watu wameuawa kwa maelfu,
Watu mpaka sasa wengine hawajapatikana kwa kotini ya zifusi, watu wamekosa makwao, tukiwaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na bado saikoli hii haijasimama, mara yazuka Falastini, mara itazuka Yaman, mara sijui itazuka wapi, na leo tuko Irani. Na leo Jumamosi tumekamilisha wiki ya 3, tunaingia wiki ya 4. Kama makumbuka, zita zilianza Jumamosi. Kwa hivyo jana ama leo zita zimekamilisha wiki ngapi? Wiki 3. Na kwa upeo wa ufahamu wangu wa namna ninavyozifuatilia hizi habari, si za yeo hizi zita, sababu kuna tatizo kubwa la ushindi hauko wazi kwa mtu yoyote, na kila mmoja hataki kumaliza hizi zita mpaka hakikisha ametoka nani ni mshindi, na ulimwengu utalipa thamani kubwa sana, kwa kuwa hata wanaazimu kuupeleka ulimwengu utalipa thamani, kwa sababu wachambuzi wengi wazungumza zikiingia mpaka April kuna matatizo katika ulimwengu. Jana nasoma article ya kueleza Afrika ni patroli asilimia ngapi wanayoitumia yatoka wapi? Yatoka hayo maeneo, na yawezekana ikakauka. Na hatuko kwenye kutishana, lakini tuko kwenye kuikabili ile hali halisia ilivyo, na watu waweze kutambua kwamba unapotukua kisha mandazimu kama Trump mkamweka kwenye nafasi ya kuweza kutoa maamuzi ya hii dunia, kwenye dola superpower kama ile, kuwa na nguvu mkononi si jambo rahisi, kwa sababu ikiwa kwenye mikono ambao nguvu ile hawajui kuitumia kwa maslaha ya binadamu, wataitumia kudestroy nini? Binadamu. Na si ishu ya kusherehekea tumemuua nani uwani kila asubuhi. Leo natoka asubuhi nyumbani, yasikitisha, wanapanga kuingia ground na wazitaka baadhi ya zisiwa zilizoko Iran, na ndia watakao kupitia ni Imarati. Tayari Iran ishatoa oda mui wa Ras al-Khaimah kutoke watu wote watoke, kwa sababu yeye akivamiwa ataiweka tiati Ras al-Khaimah yote. Ras al-Khaimah ni mkoa katika Imarati, umekabiliana. Sasa mandazimu kama Trump na wapumbavu kama baadhi ya dola za Kiarabu ambao wamekubali kuzifanya ziwanda zao ndio sahatul ma'raka, ndio mahala pa mapambano. Kwa hivyo waweza kuua kila asubuhi, kila mkiamka asubuhi mtasikia umeua komando fulani, lakini ground haimalizwi kwa kuua watu. Ground itamalizwa wakati itakapokuwa tone la mafuta hakuna ulimwenguni, wakati itakapokuwa dola muhimu katika Middle East hakuna katika mapu ya ulimwengu. Na watakao kulipa thamani mwanzo ni Imarati, Qatar, Bahrain, Saudia. Watalipa thamani ya zita hizi kubwa sana, kwa sababu ya Mayahudi, kwa sababu ya Waamerika. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyowaambia, kama anavyosema Profesa Maranda, tumejiandaa kwa miaka 20 vijana na Amerika. For the 20 years tulikuwa tunajua siku hii itafika, na tumeandaa
kila karata itakayopotezwa tuna karata yake. Na waona juzi walipoanza vituo za gesi na mafuta, vituo za gesi na nini za mafuta, wakanena tena hakuna tena kupiga vituo za gesi kwa sababu hakuna. Wameanza kuvamia ground. Watu wengi huona Iran itapigana ground, haipigi ground. Iran itaingia Arabuni, itaingia Bahrain, itaingia Imarati, kwa sababu hawa jamaa defense bora kwao ni attack. Ukiketi tu kama Gaza, wewe urushiwa bomu kisha urushe, hakuna. Kwa hivyo wameamua ni attack kwa attack. Kwa hivyo mkishtuka asubuhi mkisikia kuna kisiwa Iran kimevamiwa, msikie na Bahrain imefanywa nini, imetubuliwa. Mkisikia sijui kuna kisiwa kimebomolewa, msikie Dubai imewekwa wapi, imewekwa theater. Na ukiwaona ni kama wa Irani wameamua mara hii liwalo na lile, ima tuishi sote kwa amani ama twende sote. Hapa ndipo mahala tulipofika Baghdad, na sisi wakupoa sadaka huko sasa. Manake hata chakula cha siku moja hatuwezi kujimudu, tuna chochote ngoja kuetewa. Si ndugu zangu wapendwa, tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku takatifu kama hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au ateremshe mai yake kuuzima moto huu, ili ulimwengu wa Kiislamu uweze kuishi katika amani, na aweze kuwatia tanabuhi kwamba damu ya wanazuoni kwetu sisi sio rahisi hivyo, sio rahisi. Na damu ya Ayatullah Khamenei itaulipisha ulimwengu thamani kubwa sana, na lazima, kwa sababu kitolipa ulimwengu thamani kubwa, kesho utasikia Sayyid Sistani, kesho utasikia nani mwingine, na hilo ni jambo hakuna atakayekubali likaririke tena katika historia yetu. Kama wanaposema walimuua mara moja tu Imam Hussein Karbala, lakini hawatamuua tena, itakomeka hapa. Na hii ndio maana ya kullu yawmin ashura wa kullu ardhin Karbala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Asamana Allahu wa iyyakum bittaqwa wa ja'ala al-akhirata khayran lana wa lakum min al-ula. Inna ahsana al-hadithi wa ablagha maw'izati al-muttaqina kitabullahi al-aziz al-hakim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم، وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.